Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Sehemu ya kwanza. Mwalimu aliingia kwenye siasa. Pius Msekwa alizaliwa mwaka 1941 katika Tanganyika ya kikoloni, kipindi ambacho elimu ilikuwa nadra kwa Waafrika wengi. Tangu akiwa mdogo, alionekana kuwa na akili ya kutafakari, kupenda kusoma na kuuliza maswali ya kina, tabia zilizomtofautisha mapema na wenzake. Alipata elimu ya juu na hatimaye akawa mwalimu na msomi, akiamini kuwa taifa haliwezi kujengwa bila maarifa. Lakini kadri alivyozidi kufundisha na kusoma historia ya Afrika, aligundua jambo moja muhimu: elimu bila mfumo wa haki ya kisiasa haiwezi kumkomboa mwananchi. Hapo ndipo safari yake ya siasa ilipoanza. Alijiunga na TANU, kisha baadaye CCM, akileta ndani ya chama mtazamo wa kielimu na kisheria. Hakuwa mwanasiasa wa makelele au majukwaa ya jazba. Nguvu yake ilikuwa kwenye kanuni, taratibu na hoja nzito. Kadri alivyopanda katika ngazi za uongozi, Pius Msekwa alijulikana kama mtu mwenye busara, nidhamu na heshima kwa taasisi. Aliona bunge kama nguzo muhimu ya demokrasia, si mahali pa kelele au makundi ya maslahi. Mwaka 1995, katika kipindi ambacho Tanzania ilikuwa inaanza kuzoea mfumo wa vyama vingi, Msekwa alichaguliwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilikuwa ni nyakati nyeti, hisia kali, siasa za ushindani na hofu ya mgawanyiko. Lakini Msekwa aliingia akiwa na msimamo mmoja tu: bunge liheshimiwe na sheria isimame juu ya watu. Akiwa spika, alisimamia mijadala kwa mkono wa haki. Hakupendelea chama wala hakuyumbishwa na shinikizo la kisiasa. Alitoa nafasi kwa hoja nzito, lakini hakuvumilia vurugu wala dharau kwa taratibu za bunge. Kwa mara ya kwanza, wananchi wengi walianza kuona bunge likifanya kazi kama chombo huru cha mijadala, mahali pa hoja, si pa matusi. Lakini kusimamia haki kulimaanisha kujipatia maadui. Baadhi ya wanasiasa hawakufurahishwa na msimamo wake mkali. Waliona kama anabana sana uhuru wa kujieleza. Wengine walimuona kama mtu anayesimamia zaidi kanuni kuliko siasa. Lakini kwa Msekwa, hilo lilikuwa jambo sahihi. Demokrasia bila nidhamu hubadilika kuwa vurugu. Alikaa katika nafasi ya spika kwa vipindi viwili mfululizo, akiacha alama kubwa katika historia ya bunge la Tanzania. Alipomaliza muda wake, hakuondoka kwa kelele. Aliondoka kimya kimya kama alivyoishi, akiwa na heshima na rekodi safi. Baada ya uongozi, Msekwa aliendelea kuandika, kufundisha na kutoa maoni ya busara kuhusu demokrasia, katiba na mustakabali wa taifa. Hakujiona kama mwanasiasa aliyestaafu, bali kama mlezi wa misingi ya taifa. Lakini swali linaendelea kuishi. Je, demokrasia ya leo ingeweza kusimama imara bila viongozi wa misingi kama Pius Msekwa? Na kizazi cha sasa kinawezaje kulinda taasisi kuliko maslahi binafsi? Katika sehemu ya pili, tutaangalia urithi wa Pius Msekwa na mchango wake kwa demokrasia ya Tanzania hadi leo. Usikose, hii ni simulizi ya nidhamu, hekima na heshima kwa taifa. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ. Asante.